Rais wa Marekani Donald Trump anadaiwa kwamba ameamua kuwanyanyasa watu wa Magharibi kutokana na nguvu za kiuchumi na kijeshi iliyokuwa nayo taifa la Marekani. Kwa muda mrefu Marekani ilichunguza na imeona kwamba ina nguvu katika ulimwengu na imefanya lolote kwa mataifa ya Ulaya. Sasa uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya, NATO na utawala wa Trump unaweza kufupishwa kwa ufupi. Ni kwamba Amerika imeamua kuonesha unyanyasaji kwa mataifa ya Magharibi kama ambavyo mataifa hayo ya Ulaya yalivyonyanyasa Afrika na kwingineko kwa mataifa ya dunia ya tatu. Marekani kwa muda mrefu ilikuwa na uhusiano mzuri na mataifa ya Ulaya, wakionyesha namna walivyochukua rasilimali katika mataifa ya Afrika na kwingineko katika yale mataifa waliyoyaita mataifa ya dunia ya tatu. Lakini Marekani ilitengeneza mianya ya mataifa hayo kuonekana mataifa yenye nguvu, kwa maana mataifa ya Ulaya. Lakini wakati huu ujio wa rais wa Marekani katika awamu yake ya pili unaonekana wazi ni rais ambaye amekuja kuonesha ulimwengu, hata mataifa ya Ulaya yaliyojiita mataifa yenye nguvu, ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Uingereza, Kanada na mataifa yote katika Ulaya, kwamba si lolote si chochote. Katika kipindi cha hivi karibuni tangu kuingia madarakani, rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha upinzani wa hali ya juu, huku akitaka kuwawekea vikwazo watu wa Magharibi, lakini pia akitaka kufanya lolote alilojisikia. Rais huyo alipoingia madarakani, moja kati ya maeneo aliyataka na kuweka wazi ni pamoja na Greenland, lakini pia akitaka kuichukua Canada, akisema Canada inapaswa kuwa jimbo jingine la Marekani kadhalika, lakini pia na kutaka kuchukua mfereji wa Panama. Mipango ilianza taratibu kwa mazungumzo aliyokuwa akiyazungumza rais wa Marekani Donald Trump, lakini hatua kwa hatua alianzisha operesheni zake kwa vitendo. Alianza na Venezuela akimteka Nicolas Maduro, huku viongozi wa Ulaya wakishangilia kwa furaha. Lakini muda mfupi tu baada ya kutekwa kwa Maduro, tangazo la Donald Trump lilikuja juu ya kuitaka Greenland. Mataifa Magharibi yaliyenyanyua macho kuona kwamba kinachoenda kutokea ni Marekani kutaka kutengeneza ukoloni uliopitwa na wakati, kwamba wao walifanya karne zilizopita. Hata hivyo, wakati huu Marekani inaonekana huenda ikakitoa kisiwa cha Greenland kutokana na makubaliano yaliyofanywa na viongozi wa juu wa NATO, ambapo Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, alifanya mazungumzo na rais wa Marekani, yakapatikana makubaliano kwamba kuna namna Marekani itaweza kudhibiti katika Greenland, jambo ambalo lilikataliwa katakata na mataifa ya Magharibi hadi kuamua kupeleka wanajeshi. Rais wa Marekani Donald Trump aliwatishia viongozi wa Magharibi kwamba atatumia nguvu, ikiwa ni pamoja na kufanya shambulizi dhidi ya Greenland, kuhakikisha anatumia nguvu kutoa eneo hilo ambalo amedai kwamba limekuwa na vitisho kutoka kwa Urusi pamoja na Uchina. Licha ya kwamba China na Urusi zimekataa kwamba hazina mpango katika kuhakikisha wanalichukua eneo hilo la Greenland, lakini rais huyo alitengeneza mazingira hayo kama alivyotengeneza mazingira ya kutaka kuchukua mafuta katika nchi ya Venezuela kwa kumteka rais aliyeko madarakani bwana Nicolas Maduro. Wakati huu rais wa Marekani anayazuia kabisa mataifa hayo kushirikiana na mataifa mengine. Hataki mataifa ya Ulaya kushirikiana na Uchina. Anaizuia Canada kushirikiana na China katika masuala ya kibiashara, akitishia ushuru wa 100%. Jambo hili linawafanya wachambuzi wa mambo kusema kwamba sasa Marekani inaonyesha nguvu zake asili, kwamba ni taifa la kutaka kunyonya. Kwa muda wote mwaka 2025, Amerika na Ulaya ziliendelea kutengana polepole. Utawala mpya wa Marekani ulishutumu haraka mataifa ya Ulaya kwa upakiaji huru wa kimkakati na kiuchumi kwa Marekani, matumizi duni ya ulinzi, na ndio umiliki haramu wa Greenland ulipoanza. Kwa muda, hata hivyo, Washington haikuongeza masuala haya, wakati Ulaya ilibaki katika hali ya kukataa kwa ukaidi. Kisha mwanzoni mwa mwaka 2026, bomu la kijiografia na kisiasa hatimaye lilipuka. Akiwa amepanda juu baada ya kutekwa kwa Nicolas Maduro, Trump alielekeza mawazo yake tena kwa Greenland, na ghafla ikawa dhahiri kwamba Ulaya haikuweza hata kukabiliana na unyanyasaji wa maneno wa Donald Trump. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamejaribu sana kuelewa kinachoendelea, lakini hakuna anayejua kinachoendelea na wanatakiwa kusema kitu gani kwa hilo. Kwa hivyo wanakubali kwamba Trump ni mtu asiyekuwa na akili na mwenda wazimu, na hakuna matumizi katika kuchambua na kutabiri matendo yake, na kwamba wakati wowote anaweza akaamua kuinyanyasa nchi yoyote namna anavyotaka. Na wanasema kwamba sifa za kibinafsi za Trump hazizingatii jinsi alivyokuja kuongoza Marekani
na muhimu zaidi, jinsi ameweza kusalia madarakani. Hata hivyo, Trump anawakilisha masilahi ya sehemu kubwa ya wasomi wa Amerika. Hii ni pamoja na wahafidhina wa mrengo wa kulia, teknolojia kubwa, tata za kijeshi, viwanda na wanauchumi wanaotambua kuwa Marekani inahitaji marekebisho, kwani mtindo wa awali wa utandawazi umeendelea na unaiongoza Marekani kwenye maafa. Na ndio maana Rais Donald Trump akasema kwamba sasa lazima waifanye Marekani kuwa kubwa tena kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.